Naweza kusema moja ya tishio lililodumu kwa muda mfupi zaidi lilitoka jana kwa Rais Donald Trump dhidi ya Iran katika kile ambacho anasema kuondoa kabisa ustaarabu wote. Lakini hili limekuwa ni tishio, naweza kusema, ambalo limedumu kwa muda mfupi zaidi, kwa sababu tumeshuhudia matishio ya Donald Trump yakiwa na deadline siku mbili, siku tatu mbele. Lakini mara hii ni tishio lilitoka ndani ya saa 12 likapata jibu. Tumezoea kuona hizi taco zinakuwa ni Tuesday na zikawa maarufu kama Taco Tuesday, lakini ya jana ilikuwa ni Taco Monday. Vile vile hili tumeisha lijadili kwa muda mrefu. Niliwaambia asili ya hili neno taco lilipotoka. Trump always chicken out. Dakika za mwisho huwa anakula kona, anakwenda anakotaka yeye katika kubadili hadithi. Sasa kidogo ilibadilika jana, akasema kuwa aliombwa na Saudi Arabia, Qatar pamoja na UAE. Hatujui kama aliombwa kweli au nini, lakini katika hilo akaendeleza hadithi yake nzuri ambayo amekuwa akitoa mara nyingi, kuwa kuna kitu kizuri wanatuletea na wameshakubaliana baadhi ya vitu, kwa hiyo tumefanya hivyo kusubiri. Mara ya mwisho alisema kuwa aliambiwa na Pakistani, kwa hiyo Pakistani walitaka afanye vile, alafu akasema kuwa kuna ofa nzuri, matokeo yake ile ofa ikaja ikakataliwa. Sasa tunatakiwa tulijadili hili, tuangalie nini kimejiri au nini kinatokea. Wakati haya yanatokea, vyombo vya habari vinatupasha kuwa mifumo ya ulinzi wa anga katika maeneo kadhaa ya Irani imewekwa wazi leo, iko active, inafanya kazi, imewashwa katika kile ambacho umma haujajulishwa kuwa kuna nini kinatokea, ila mifumo ya ulinzi wa anga baadhi ya maeneo ya Irani iko active leo, inafanya kazi. Amani iwe nawe. Peace be upon you. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema na majukumu yako ya kila leo. Leo mimi sitozungumza sana, nitazungumza katika siku ambayo nitazungumza kidogo sana ni leo, kwa sababu kuna vitu vichache sana nataka kuzungumza tu, lakini halafu nita chicken out na mimi kama kawaida, lakini nitazungumza vitu vichache, sitozungumza vingi. Kama ulinifuatilia katika mazungumzo yangu hata ya jana, katika mazungumzo yaliyokuwa kwenye group, nilizungumzia kuhusu nadharia ambayo inakuja, yani inaonekana katika ulimwengu wa Kiarabu kuwa ikiwa mzozo utazuka, basi sidhani kama utawaepuka Waarabu mara hii, kwa sababu katikati ya usitishaji tumeona mengi na tumesikia mengi ambayo yamekuwa yakijiri, na hata ushiriki wa wengine uliokuwa kwa siri siri sasa tumeujua. Vyombo vya habari kadhaa vimeripoti kuhusu mashambulizi yaliyofanywa na Saudi Arabia, mashambulizi yaliyofanywa na UAE, vimeripoti hivyo. Lakini niliwaambia jana kuwa Pakistan ilikuwa imepeleka wanajeshi wake kule Saudi Arabia, zaidi ya wanajeshi 8,000, huku ikiwa imepeleka kiasi cha ndege za F-17, ndege kama 17. Saudi Arabia ana mkataba na Pakistan, unafahamu, wa ulinzi, hasa katika kile ambacho kinaaminika kama kivuli cha nyuklia ya Pakistan. Saudi Arabia amekuwa nao huo mkataba. Huu mkataba wa Saudi Arabia ulisainiwa baada, kama kumbukumbu yako iko sawa, baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Israel ndani ya Qatar. Halafu Qatar wakaenda Amerika, wakaenda kufanya makubaliano ya ulinzi na Marekani dhidi ya kuilinda Qatar dhidi ya Israeli. Kama mnalikumbuka, wakati Israeli walipofanya mashambulizi kuwalenga maafisa wa Hamas, wakamuua mlinzi na mmoja wa mtoto alikuwa wa nani, Khalil Haya, yule kiongozi wa Hamas. Kama mnakumbuka hilo tukio. Baada ya pale Saudi Arabia walikwenda Pakistan, wakasaini makubaliano ya usaidizi, ulinzi na kila kitu. Sasa Pakistani amepeleka wanajeshi 8,000, ndege 17 Saudi Arabia. Vyombo vya habari jana juzi vimeandika taarifa kuwa Egypt au Misri ilipeleka wanajeshi wake UAE, ikapeleka mifumo ya ulinzi wa anga Kuwait pamoja na Saudi Arabia, pamoja na UAE ilipeleka mifumo ya ulinzi wa anga katika kipindi ambacho ilikuwa ni siri. Sasa nilipowaambia jana kuwa hili tishio haliwi kama mwanzo ambao linapiga Israeli Amerika, Israeli Amerika Irani, Israeli Amerika Irani, mara hii tishio limevuka, liko kwa wengi, na kama patalipuka sehemu kubwa, kama patalipuka sehemu kubwa. Na mara hii ikiwa mzozo huu utaanza, yani wataanza tena vita, basi atakayeanzisha ni Israeli, ndio ataanzisha mashambulizi, kwa sababu
kuna ile nadharia, mfano vita ya kwanza 12 days war ilikuwa ya Israeli, alianzisha mwenyewe. Vita ya pili walianzisha Marekani na Israeli kwa pamoja, mashambulizi yalikuwa ya pamoja, kwa sababu wakati tangazo linapiga kuwa wamemshambulia Khamenei, at the same day walipiga shule ya watoto kule Minab ambayo iliua watoto 168, wengine wataja 175 wastani watoto waliouawa kule Minab. Hili shambulizi lililopiga kwenye shule ya watoto lilitoka kwenye Tomahawks ya Marekani. Kwa hiyo Marekani na Israel walifanya mashambulizi ya pamoja. Kwa kama itakuja mashambulizi mapya, amini kuwa mashambulizi yataanzishwa na Israeli. Unaweza kwenye ile nadharia kuwa ukipiga namba na ukitazama uhalisia, Marekani hataki hata kugusa trigger. Marekani hataki hata kugusa ile trigger ya kuachia. Lakini inategemea. Wakati Marco Rubio anasema tulijikuta katikati ya mapigano wakati ule wameenda, ilikuwaje wakanasa kwenye mtego? Inawezekana. Hii akili yangu tu ninavyowaza. Halafu mnaniangalia, hii sio yenyewe. Nawaambia kabisa, maana yake najua kuna comment itafuata kuwa umevaa hii sio yenyewe wala sio ya kwao. Hii ya kawaida tu. Ziko mitaani zimejaa, msije mkanichonganisha. Sawa. Sasa wakati Marco Rubio anasema kuwa tulijikuta katikati ya mapigano, katikati ya makubano ya makabiliano, ilikuwa vipi? Huenda, hii na hisia kwa akili zangu, huenda wakati Marekani anatafuta makubaliano na Irani, aliainisha mezani kuwa tunatakiwa tumshinikize Irani. Tumpe shinikizo gani? Vitisho. Tumtishe vipi? Mjazie vikosi. Akili ya Israeli. Mjazie ndege pale, mjazie wanajeshi, weka meli. Irani akishaona vile ataingia hofu na atakupa makubaliano. Yani tunampa mcheche aliokuwa nao Venezuela. Akili ile ya Venezuela ipeleke pale. Marekani akaona yes, hii ni njia bora kabisa kuwa wacha tumtishe, kwa sababu akishaona tumetia pale, tumetia nanga na meli zetu, midege zaidi ya 300, lazima atatupa makubaliano zaidi ya Barack Obama. Marekani anafanya hivyo. Wakati wameshasogea pale, yani wakati Marekani anataka kumtisha Irani, Israeli ameweka trap kwa Marekani. Yani Israeli kaweka mtego kwa Marekani. Hili niliwaambia jana, kitu kimoja nataka uelewe. Israel, Mossad hadi CIA wanaichunguza. Yani CIA haiwachunguzi Mossad, ila Mossad wanaichunguza CIA. Yani Israel hawaiamini hata Marekani. Yani wako na hivi. Na wao hawataki kuwa slave wa Amerika. Yani ndio maana nimewaambia ndani ya Israel hakuna kambi official ya Marekani. Yani kambi kabisa ya kijeshi ya Marekani tupu, kama vile nchi zingine, Ujerumani, sijui Saudi Arabia, sijui wapi, kambi ya Kimarekani, kama sio Marekani huingii. Kama ndani ya Israel haipo. Kambi zote zipo za ushirikiano. Ghala za silaha za Marekani zipo ambazo Israel sasa hivi anazitumia kama kawaida, lakini hamna kambi. Hawa jamaa. So wakati Donald Trump kachukua kaweka, twendeni tukamtishe Irani, ndani ya mtego kuna mtego. Umeshafika kwenye uwanja wa vita na upo katikati ya hatari, yani umeshamfesi adui. Yoyote atakayeanzisha hapo mtapigana mtake mstake. Ndio alizungumza Marco Rubio, tumejikuta katikati ya mapigano. Yani sio kwa tulikuwa tumekusudia kuwa, maana yake kuwa Israeli walimvuta Marekani kwenye mtego anase awepo kwenye uwanja wa vita. Alafu tukianzisha utajilinda tu. Maana yake utulie ufe au ujilinde upone. Ndio inakuwa hivyo. Kwa hiyo hata mara hii anaweza kuanzisha Israeli, Marekani akabaki kuendelea kupigana kama kawaida, kama ilivyokuwa awali. Sasa wakati Donald Trump anasema ameachana na mashambulizi yake, mifumo ya ulinzi wa anga Isfahan imewashwa, Kashmir imewashwa, visiwa hivyo vya Kashmir na baadhi ya maeneo, mifumo kama 3-4 imewashwa ndani ya Irani leo, na vyombo vya habari vimeripoti. Mifumo hii imewashwa kwa nini? Hali ya kuwa Donald Trump ametangaza kuwa hawatoshambulia tena Irani kutokana na maombi ya Saudi Arabia na washirika wengine. Kwa nini? Inaweza kawa ni trap ambayo nimezungumza kuanzia nyuma huku. Ukiangalia mazungumzo ya mawili yote yaliyomalizika, yale ya Marekani ya kwanza na yale ya pili, walikuwa kwenye mazungumzo. Hao utamwamini Marekani? Mazungumzo ya pili mpaka Marekani anaanzisha vita, yalikuwa ni mazungumzo kabisa ambayo Donald Trump katangaza kuwa tuko kwenye mazungumzo mazuri kabisa na tunaendelea vizuri, lakini wakajikuta wamemshambulia Iran. Kwa hiyo Iran wanatahadhari kuwa hawa sio wa kuamini. Trump anaweza kukuambia hiki na mara hii akaitumia tako vingine ili kutaka kuisafisha ile tako yake, kuwa isiwe dhihaka kwa watu, kuwa watu wamezoea kukuambia kuwa ni tako, anambia sasa naitumia tako ali trick, yani kuwa naitumia tako iwe mtego kumnasa adui yangu. Matokeo yake kwa tunaweza. Kwa hiyo Iran wamewasha mifumo yao ya ulinzi. Hatujui wameyawasha kwa sababu gani au kwa lipi ambao wanalihofia. Kuna kitu
nikawa nimekiona katika wiki nzima hizi na mzozo na malumbano ya Waarabu, jinsi wanavyozungumza, nani atamshambulia nani, nani anataka kufanya hiki. Kwa kweli ikanikumbusha zamani, ikanikumbusha kile nilikisoma zamani, kuwa unajua wakati Mwingereza anataka kumtoa Ottoman hapo, aliwazunguka hivyo hivyo Waarabu, kuwa kwa nini mtawaliwe? Manake hawa Ottoman walikuwa wametawala eneo kubwa la Waarabu, kubwa karibu eneo lote la Waarabu, mpaka hapo Sudani walikuwa wametawala eneo kubwa sana hawa Ottoman. Mwingereza alikuwa na nguvu bado, akawa anamtafuta achukue himaya hiyo. Ataichukuaje himaya bila kushirikisha wenyeji? Kwa hiyo wenyeji ambao wengi walikuwa ni Waarabu wakaambiwa, sikilizeni, nyie mnapaswa mjitawale, sio mtawaliwe. Sasa mimi nitawasaidia kumtoa Mwingereza, lakini mkubali kushirikiana na mimi. Waarabu wakakubali kushirikiana na Mwingereza kuwa ni lazima Ottoman aondoke. Wakaanzisha uasi mkubwa na vita kubwa na Ottoman, kila upande uasi, piga vita, mashambulizi kwa msaada wa Uingereza, mpaka Ottoman akaona kuwa siwezi kuendelea kubaki hapa, kaamua kuyachia maeneo na akaondoka katika kipindi hiko. Unajua, na wakati alijiunga na alikuwa upande wa Ujerumani wakati wa vita. Sasa ilimpoteza moja kwa moja kwenye nadharia. Unaweza kusema kuwa ilikuwa katika vita ya kwanza, nadhani alikuwa katika upande ambao sio sahihi. Hiyo ikamvunja nguvu, yani kwenda kwa wakati Ottoman akawa amedondoka. Lakini matarajio ya Waarabu kudondoka kwa Ottoman ilikuwa wao wawe huru, wakajikuta katikati kuwa wao ni mateka, wakaanza kutawaliwa tena na Mwingereza. Wakatawaliwa na Mwingereza, wakaingia mikataba na Uingereza, kila kitu ikawa Mwingereza. Matokeo yake ikawa tena wamemtoa Ottoman, wamekuja kutawaliwa. Akili iliyotumika kumuondoa Ottoman ndio akili inayopikwa kwa Waarabu hivi sasa. Wameaminishwa Irani ndio shida kwenu. Irani akiondoka hapa kwenu, mtakuwa huru, mtafanya kazi kwa usalama, mtakuwa zaidi, mtajitawala bila tishio lolote. Sasa wacha washirikiane na hili, tuone itavyokuwa. Ngoja Mungu akitupa hai, kama tutaona hili swala litapokuja kutokea, labda siku Irani kapoteza nguvu, tuone Waarabu wanajitawala kupitia wapi. Lakini ukweli, wanapokwenda ni pabaya zaidi, kwa sababu mtawala wa eneo ile atakuwa ni Israeli. Yani Israeli ni mdogo na idadi ndogo, lakini atawa drive wote, kwa sababu watakuwa dhaifu, watakuwa hawana lolote, watakuwa wamekwisha. Baada ya makabiliano makali wao na Irani, watakuwa hawana chochote kilichobaki. Sasa hapo Israeli atawatawala vizuri kabisa kwa akili. Tena mipaka atakuwa anapima ile mpaka njia, yani anakata kwa njia tu, ile pima mguu tu, hatua mpaka huko, weka huko, hakuna. Ndio hicho atachokutana nacho, kwa sababu kwa sasa hivi ni vigumu sana wao kuliona hilo, lakini historia inawataja kwenye hilo kuwa waliyafanya makosa nyuma huko, wa kuhakikisha Ottoman anaondoka, wakaleta mwingine ambaye amekuja kuwatawala zaidi na kuchukua uhuru wao zaidi. Sasa mara hii wanarudia yale ya kuhisi kuwa labda watakuwa wako safe ikiwa wataamua kwenda upande wa pili. Kwa hiyo ndugu zangu, kuwa Trump amesema kuna makubaliano bora ambayo huenda yakaja, ndio maana ameahirisha mashambulizi baada ya maombi kutoka kwa Saudi Arabia, Qatar pamoja na UAE. Yani mimi kama asingetaja UAE, labda ningetaka kuamini kidogo, lakini kaiunganisha na UAE kwenye hili. Sitaki kusema chochote, lakini kuwa sikubaliani na hii simulizi, kwa sababu tu UAE yupo kwenye hili. UAE ni nyayo za Israeli. Israel vita anaitaka. Hawezi UAE akamudhi Israel kwenye hili, kusema kuwa Trump usishambulie kwa sababu tuzungumze. No, UAE anatembea kwenye njia za Israel, kuwa Israel anataka haya endelee ili apate uhuru kamili. Kwa hiyo UAE hawezi kupingana na Israel, wala UAE anaweza kupingana na Marekani, lakini hawezi kupingana na Israel. Hiyo liko wazi. Sasa Iran wapo kwenye tahadhari kubwa ya lolote linaweza kutokea. Hatujui nini kinaweza kuja kutokea. Jamani, niliwaambia leo nitazungumza kidogo tu, muda mfupi tu inatosha. Inshallah mimi nitakuja kuzungumza na nyinyi mara nyingine pale tutapopata muda wa kuja kuyazungumza, kwa sababu hayaishi ya kuzungumza. Taco Tuesday imeshifti kwenda kwenye Taco Monday. Asanteni sana.